Eneo la Maunaro, kaunti ya Nakuru imesalia na maswali chungu nzima kufuatia kifo cha jamaa wao ambaye alikamatwa na maafisa wa usalama akazuiliwa kwenye kituo cha polisi na baadaye kuripotiwa kufariki. Na kama anavyotuarifu Marian Nyambura, upasuaji wa mwili wa Dennis Kiprotich umebaini kuwa aliuawa kwa kuvuja damu kwenye ubongo baada ya kupigwa kichwani. Maafisa wa usalama ambao hawakuwa na sare rasmi walipomkamata Dennis Kiprotich mnamo tarehe 21 mwezi Machi kwa madai ya kushambulia abiria. Kiprotich alikuwa mzima na buheri wa afya. Ila siku 5 baadaye mwili wake ulifikishwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Nakuru na maaskari wa jela. Kifo chake cha ghafla kikisalia kitendawili. Kiprotich alinipigia Monday, akaniambia alishikwa Jumaa. Sasa kuniambia alishikwa Jumaa ndo akaniambia mama unitumie pesa. Nikatumia 3500. Nikaambia yeye hiyo akakaa kidogo. Akaniambia mama hiyo mtu amekataa. Anataka 10,000 na anasema ati nitaoneshwa discipline. Nikamwambia acha tutatafuta pesa. Sasa ikakuaje akarudi kukusikia ndio tunaambiwa ati Dennis amekufa. Kiprotich alifikishwa mahakamani tarehe 24 na kisha kupelekwa katika gereza la Nakuru siku iliyofuata. Familia ya Dennis inaamini kuwa alipigwa na maafisa wa usalama katika kituo cha polisi cha Central kabla ya kupelekwa gerezani. Waafisa wanasema Dennis akiletwa alikuwa anasema tu wamenipiga kichwa na nitabebwa na Nissan. Wameniua, wamenigonga kichwa, alikuwa analia kichwa na miguu. Upasuaji wa mwili wa Dennis ulionyesha kuwa alifariki kutokana na kuvuja damu kwenye ubongo. Ile main injury ambao inaonekana iliweza kumuua ni ya kichwa. Alikuwa amegongwa kichwa hapa na baada ya kufungua kichwa tumeona alikuwa na massive internal bleeding. Mwili wa marehemu ulipelekwa nyumbani kwa familia ya anayedaiwa kumripoti kwa maafisa wa usalama kabla ya kusafirishwa hadi Maunaro kwa mazishi. Marian Nyambura, runinga ya Citizen.